Asante ndugu zangu mnaonifuatilia hapa. Kuna maswali mawili kama yanavyoonekana kutoka katika mada ya sehemu, japokuwa kumbukumbu zangu zinanielekeza kwamba hili swali nilishawahi kulifanya, lakini kwa sababu tu hamfuatilii vipengele vyangu ndio maana mmeniletea tena hili swali hapa, kwamba kuna moja juu ya elfu moja ngapi katika moja juu ya ngapi ya 10. Hili ni swali la sehemu kugawanya. Katika mada ya kugawanya sehemu utalikuta hili swali, kwa maana ya kwamba hizi moja juu ya elfu moja ziko ngapi humu ndani katika hii moja juu ya 10, tukiigawanya itatoa moja juu ya elfu moja zitakuwa ngapi? Kwa maana kwamba utachukua moja juu ya 10 ndio tugawanye kwa moja juu ya ngapi ya elfu moja. Yaani kwamba hizi moja juu ya elfu moja zitakuwa ngapi katika hii moja juu ya 10. Basi ni sawa sawa. Katika kugawanya sehemu lazima twende tukabadilishe tendo hili hapa la kugawanya liwe la kuzidisha. Kwa huku tutainakili moja juu ya 10, tutaweka alama ya kuzidisha. Tutapindua. Hii asili itaenda juu, kiasi kitashuka chini, kwa maana kwamba itakuwa mara 1000 juu ya ngapi? Ya 1. Sawa? Hapa tunaweza tukarahisisha. Hii hapa na hii hapa inabaki sawa sawa. 1 mara 100 tunapata 100. Sawa? Juu ya 1. Ambao tukigawanya hapo tunapata sawa sawa na 100. Kumbe unaweza ukaandika kwamba zipo ngapi? Zipo 100. Kumbe moja juu ya elfu moja katika moja juu ya 10 ziko ngapi? Zipo ziko 100. Kwa hiyo hili linakuwa swali la kwanza tumemaliza. Kwa hata hili pia kuna 75 juu ya 100 ngapi katika 60. Kumbe chukua 60 gawanya kwa hii hapa. Chukua 60, sawa? Gawanya kwa 75 juu ya ngapi? Ya 100 ni sawa sawa. Hii na yenyewe twende tukapindue tendo la kugawanya kuwa katika tendo la kuzidisha. Hii weka juu ya 1 hii. Sawa sawa na 60 juu ya 1 mara 100 iende juu, 75 ishuke chini, mara 100 juu ya ngapi? Ya 75. Sisi tunaelewana vizuri? Tunaelewana sawa sawa? Kwa hiyo hapa sasa tunaweza tukarahisisha kwamba turahisisha kwa 15. Kwa 15 hapa inakuwa 4. 60 gawanya kwa 15 4. 75 gawanya kwa 15 inaingia mara 5. Sawa? Hata hii pia tunaweza kurahisisha na hii hapa 100. Kwamba 5 gawanya kwa 5 ni 1. 100 tukigawanya kwa 5 tunapata 20. Basi twende tukazidishe. Tumalizie kwa kuzidisha. 4 mara 20 unapata ngapi? 80. Hapa chini ni 1 mara 1 inakuwa 1. Kwa hiyo jibu letu zipo ngapi? Zipo 80. Hili ndio linalokuwa jawabu lako la mwisho kabisa. Kwa hiyo haya maswali yanatoka katika mada ya sehemu, na haya maswali yanatoka sana kwenye mitihani ya darasa la 7, hata mitihani hata darasa la 6 mingi tunayokuwa tunaifanya tunakutana na maswali ya muundo huu. Yanawasumbua sana watoto, usije ukachukulia poa. Hebu fanya hili hapa kwenye zoezi lako. Mpe mtoto afanye hili hapa. Mpe mtoto afanye hili hapa. Kwamba kuna 2 juu ya 3 ngapi katika 13.5. Hii hapa. Kwa hiyo karibuni kwa katika ushirikiano tufanye hili swali, na kama umenielewa kwenye hii mifano niliyotoa miwili, japo ni maswali niliyotumiwa na wazazi mbalimbali hapo, fanyeni na nyie hilo hapo swali. Asanteni sana.